Ufufuaji wa viwanda vya kusafisha pamba katika kaunti ya Lamu umeleta matumaini mapya kwa wakulima wa eneo hilo, hasa kutokana na kuanzishwa kwa kilimo cha pamba ya BT, aina ya pamba iliyoboreshwa inayostahimili wadudu na kuwa na mavuno bora. Engineers 6 nchini Kenya. Tukiangalia miaka ya 80 na miaka ya 90 kulikuwa na engineers karibu 20. Hizi engineers hata vile zinaendelea na kuongezeka, hakuna engineer ambao imefikia kiwango kile chake. Nyingi zina operate katika 15% mpaka 20% ya kiwango kile ambacho wangekuwa wakifanya. Ujenzi wa viwanda vya kusafisha pamba, serikali ya Kenya kwa ushirikiano na Uingereza na serikali ya kaunti ya Lamu wameanzisha mradi wa kujenga kiwanda cha kisasa cha kusafisha pamba katika kaunti ya Lamu. Mradi huu unalenga kuongeza uzalishaji wa pamba kutoka magunia 2,000 hadi 6,000 kwa mwaka, kuboresha kipato cha wakulima na kutoa ajira 5,000 katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Nalima hiyo ya pamba. Kilimo cha pamba nafanya kila mwaka. Eka 5, eka 4, ni kilima kidogo sana na eka 5. Kiwanda hiki kitakuwa na uwezo wa kuchakata pamba kutoka kwa wakulima wa Lamu na maeneo jirani, na hivyo kupunguza utegemezi kwa bidhaa za pamba kutoka nje ya nchi. Kilimo cha pamba ya BT kilianzishwa nchini Kenya mwaka 2020 baada ya serikali kutoa idhini ya kibiashara. Aina hii ya pamba ni ya kisasa na inastahimili wadudu hatari kama African bollworm, hivyo kupunguza matumizi ya dawa za kuua wadudu na kuongeza mavuno. Napatia support wale wangependa kuwekeza hapa Lamu kwa kuwasaidia kupata ardhi kwa njia ya kukodisha kwa bei ya rahisi, na pia utapewa waiver ambayo utakuwa nayo kwa muda wa kabla uinstall mashine zako na ianze kufanya kazi. Serikali itaweza kukusaidia kupata shamba hilo. Kwa mfano, wakulima wa Lamu kama Pauli Nduku wameweza kuongeza mavuno kutoka kilo 300 hadi kilo 1,000 kwa ekari moja na kupunguza matumizi ya dawa kutoka mara 9 hadi mara 3 pekee. Wakulima wa Lamu sasa wanashuhudia ongezeko la mapato kutokana na kilimo cha pamba ya BT. Kwa mfano, Susan Karani kutoka Hongwe anapanga kupanua shamba lake kutoka ekari 2 hadi ekari 10 kutokana na faida alizozipata. Vilevile, wakulima kama Simon Muguru na Pauli Nduku wameongeza ukubwa wa mashamba yao kutokana na mavuno bora na bei nzuri za pamba. Ufufuaji wa viwanda vya kusafisha pamba na kuanzishwa kwa kilimo cha pamba ya BT kumekuwa na manufaa makubwa kwa wakulima wa Lamu. Mradi huu unatoa fursa za ajira, kuongeza kipato cha wakulima na kuchangia katika uchumi wa kaunti hiyo. Kwa ushirikiano na wadau mbalimbali, Lamu inaelekea kuwa kitovu cha uzalishaji wa pamba nchini Kenya. Nikiripotia katika mji wa Thika, kaunti ya Kiambu, jina langu ni Sara Kadzo.